Shangazi, mbona unazima taa? Unamaanisha nini? Ambrose, huna wakati wa mizagamuo tu, na wakati wa kuweza kutembeza lungu la kipepe. Huu sio wakati mwingine wa kuendelea kuleta mambo ya hovyo. Alizungumza hivyo shangazi, na tayari kabisa alikuwepo kichele, na sasa tulikuwa tukiendelea kutalii, kila mtu anatalii kwenye mwili wa mwenzake. Alikuwa kajaza sana shangazi, alikuwa ni mwenye mvuto wa asili kabisa. Shendele lake lilikuwa ni shendele ambalo lilikuwa linanesa kweli kweli. Alikuwa ni mrembo mwenye sura nzuri. Baada ya kuweza kuzima taa shangazi, sikuweza kupoteza muda tena, kwa sababu kama kukataa nilikuwa nimeweza kukataa sana. Kwa safari hii ilikuwa ni kumpelekea moto tu, ilikuwa ni kumpelekea moto shangazi, ambaye ilikuwa na nyama za kutosha kweli kweli. Nilianza kusikia milalamo na miguno mingi sana ambayo shangazi alikuwa anaitoa, na hii ilikuwa ni mara baada ya tango kuweza kufiti vyema kwenye nyanya ya shangazi, kwenye kitumbua cha shangazi. Tindo iliweza kukutana na nyanya, na sasa nyanya ikawa inasagika balaa, sikwambie mtu. Nilikuwa nikikitafuna kitumbua kwa kuweza kukikamia kweli kweli, kwa maana ilikuwa nina uchu wa siku nyingi sana. Ndio maana nasema kwamba ulikuwa ni usiku mzuri, usiku uliojaa raha na furaha kwangu, kwa sababu siku zote nilikuwa nikimheshimu sana shangazi, na hii ni kutokana na mjomba. Lakini kiukweli kwamba shangazi alikuwa na shendele ambalo kila nilipokuwa nikimtazama nilikuwa nikilitamani kweli kweli, lakini nilikuwa nashindwa kabisa kuweza kuzungumza naye shangazi, kwa maana nikimwambia nini? Je, nikimwambia kwamba nataka mshendele, nahisi kabisa kwamba mambo yangekuwa magumu. Lakini siku ya leo ameuleta mshendele mwenyewe na ameleta kitumbua mwenyewe, anahitaji vitafunwa. Kitumbua kilikuwa ni kisafi kabisa, nyasi bandia zilikuwa zimeweza kufyekwa vizuri kabisa, hivyo kisima kilikuwa kinaonekana vyema, hata kama taa ilikuwa imeweza kuzimwa. Nilishuhudia weupe mzuri wa shangazi, nilishuhudia maboga yaliyojaa vizuri kweli kweli, hata kama ilikuwa ni usiku. Baada ya kuweza kuhakikisha kwamba nimepiga sana deki bahari kwa kutumia mdomo, sasa nilikuwa nahitaji kuweza kuchukua kambale na kuweza kumtumbukiza baharini ili sasa nianze kuogelea. Iliamua kumwambia shangazi achore namba 7 katika uwanja wa mapigano, na shangazi aliweza kukubali, akachora namba 7 na kuweza kubinuka na kuweza kususa kila kitu, akaniachia mimi. Kidume nikatupia mwogo wa jang'ombe kwenye kisima, na sasa nikaanza kutwanga vyema kabisa. Jamani Ambrose, kiukweli sijawahi kukutana na mapigo mazito kama haya. Ilikuwa ni sauti ambayo shangazi alikuwa ameweza kuzungumza. Hata mimi sijawahi kabisa kukutana na milalamo mizito kama hii shangazi. Nilizungumza na mimi huku nikiendelea kukita, huku nikiendelea kushindilia tango tu. Nilikuwa nashindilia tango kwenye ikulu mpaka ikulu ione tabu kweli kweli. Nilimshuhudia shangazi akihema juu juu, akiamanika kama mtu ambaye anatapatapa, anaogopa kufa kwa maji. Nilimbana vyema, hasa pale mikono yangu ilipoweza kukamata cha chandu, nilimbana vyema na kuweza kuyakandamiza maboga, huku mimi nikiendelea kushindilia tango kweli kweli kwenye kitumbua cha shangazi. Alizidi kulalama na kuweza kugeuka nyuma kunitazama kwa huruma, lakini sikuweza kumwonea huruma shangazi. Nilichokuwa nakiwaza hapa ni kuhakikisha kwamba namnyosha tu, kwa sababu simetaka mwenyewe. Shangazi alikwenda kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro zaidi ya mara 3 kidume nikiwa bado, na nilikuwa nimeweza kumgeuza huku na kule kama samaki kibua. Nilikuwa nimeweza kumtafuna kama samaki kibua. Raha na furaha ya samaki kibua ni kwamba unapomtafuna unamla kote kote, na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa shangazi. Kiukweli nilifaidi sana kuweza kutafuna kitumbua.
kwa maana shangazi hakuweza kuninyima kitumbua. Alikiacha kitumbua nikitafune vile ambavyo mimi nilikuwa nataka, hivyo nilishuhudia maji mengi sana yakiweza kudondoka kwenye kisima, lakini yote niliyakausha kwa kuweza kutumbukiza mtarimbo na kuendelea kuchimba madini mpaka maji yote yakakauka. Alipiga kelele na kutoa milalamo ya kila aina, lakini kidume sikuweza kuijali kwa sababu nilijua kabisa kwamba huu ndo wakati mzuri wa kuhakikisha kwamba nakata ile kiu ambayo alikuwa ameweza kusema nayo. Ambrose, kunakoelekea sasa kipigo hiki ni kikali, utaniua bure, ni bora tu ungeniacha. Usijali shangazi, si mwenyewe ndio ulikuwa unataka kipigo kikali kama hiki. Hebu ngoja kwanza na mimi niweze kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro, alafu ndipo tutatulia. Nilizungumza huku jasho likilitoka na shangazi jasho lilikuwa linamtoka kwelikweli. Kazi ilikuwa ni nzito, asikwambia mtu, ilikuwa ni kazi juu ya kazi. Baada ya muda kidogo nikaanza kuona wazungu wanakuja. Sikuchelewa, nikapiga ndichi na kuweza kuacha wazungu humo. Shangazi alifurahi sana kuweza kuona wazungu nimewaacha. Aliopokea vizuri kwelikweli na alifurahia sana kitu kama hii. Asante sana Ambrose kwa kuweza kuacha wazungu kwenye ikulu. Usijali, hata mimi nasema asante sana kwa kuweza kuwapokea wazungu vizuri na kuwahifadhi kwenye ikulu yako. Jamani, Mungu akubariki sana. Asa ulikuwa unakataa nini? Kiukweli nilikuwa namwogopa sana mjomba, kwa sababu mjomba unajua kabisa kwamba ni polisi ule. Sasa ni hatari sana. Mimi nafikiri kwamba huu muda umeisha sasa, ungetoka alafu ungeelekea tu chumbani kwako, kwa maana si unaona muda umekimbia kidogo. Ngoja nipumzike kidogo bana. Tulizidi kupiga stori mbili tatu baina ya mimi na shangazi, huku kidume nikiwa nimechoka, jasho linanitoka, niko chakali kwelikweli. Wakati tulikuwa tumepumzika, mara tulisikia mlango ukiwa unagongwa. Ulikuwa ni mlango wa chumba changu unagongwa. Nilishangaa sana na kuweza kustuka kwamba nani anayegonga huu mlango usiku kama huu. Shangazi, naona kuna mtu anagonga. Ni nani huyo? Atakuwa ni mjomba wako. Mjomba? Ndio. Sasa mjomba kaingiaje na ikiwa mlango pale sebuleni tulifunga? Nimekumbuka tulikuwa tujafunga. Aisa nimekufa. Mjomba? Shangazi, sasa tunafanyaje hapo? Jamani, mimi hata sielewi. Shangazi, lakini mimi nilikuelekeza kwamba mjomba hapa muda wote atakuja. Aya, ona sasa, mjomba ameshakuja. Nini hapa unachokifanya sasa? Tayari mjomba amekuja. Shangazi, nilikwambia mimi. Umeona sasa? Ama kweli Waswahili unasema kwamba za mwezi 40, lakini kwangu mimi hata 40 hazijafika. Ili leo tu tayari. Aise jamani, nimekabatika bibi. Nilikuwa nikidondosha machozi na kulia kwelikweli hapa ndani, lakini pia hata shangazi alionyesha kuchanganyikiwa sana. Ni vile tu aliamua kujikaza kwa sababu yule alikuwa ni mume wake. Wewe Ambrose, hebu fungua huo mlango. Shangazi yako anamtafuta huko Simoni. Sasa nataka nikuulize, wewe umefunga mlango, unamaanisha nini wewe? Ilikuwa ni sauti ya mjomba akiendelea kuzungumza hivyo na ni askari, na tukashangaa sana kwamba mjomba huyo hivi imekuwaje kuaje mpaka arudi sasa hivi, maana sio kawaida yake kabisa kuweza kurudi muda kama huu. Nilishangaa, lakini ndio hivyo ikawa imeweza kutokea. Shangazi, tunafanyaje? Mjomba yuko nje huko. Jamani, mimi hata sielewi Ambrose, hata sielewi kabisa, na hata sijui kwamba itakuwaje. Hapo ndo unaponiboa kabisa shangazi. Wewe unasema uelewe mjomba yuko nje shangazi. Hivi unataka mimi nife? Jamani, mimi ngoja nikafungue basi mlango alafu ukafungua ule mlango. Ndio, sasa nifanyeje jamani Ambrose? Kufungue mlango ile mjomba aje niue. Bana mpenzi msikilizaji, kama wewe ni mpenzi wa kutazama video za Mzagamuo, unapenda sana kutazama video za Mzagamuo, video za kupelekana moto za kibongo na za kizungu, basi tuna grupu letu kubwa kabisa liko pale WhatsApp. Gharama yake ya kuweza kuungwa
na grupu letu pale WhatsApp gharama yake ni shilingi 15,000 tu. Kwa kama unapenda mambo yetu yale ya misagamuo, ya kupelekana moto, ya minyandua, basi karibu sana pale WhatsApp tuweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa la video hizo. Ukija pale WhatsApp usema inahitaji kuungwa na grupu kubwa kabisa la video za misagamuo, na mapema sana utapewa namba kulipia, utalipia, na baada hapo kila kitu kitakuwa fresh, na utaanza kupokea video muda huo huo ndani ya grupu letu la WhatsApp pindi tu utakapokomeza kumaliza kulipia hiyo shilingi 15,000. Asa kama unapenda mambo yetu, yani video za mambo yetu yale misagamuo, basi karibu pale WhatsApp kwa namba hii, lakini ukiwa na 15,000 mkononi, ili kwamba niweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa la mambo yetu ya misagamuo, mambo yetu ya minyanduo. 0782719794. Bana, hiyo ni namba ya kuja pale WhatsApp ili kwamba tuweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za misagamuo. Kwa hiyo karibu pale WhatsApp ili kwamba uendelee kupata burudani. Karibu sana. Ukija pale sema nahitaji kuungwa, mapema sana utapewa namba kulipia, utalipia, na baada ya hapo utaungwa na utaendelea kupata burudani. Kwa hiyo karibu sana pale WhatsApp, tuko pale tunakusubiri wewe. Sasa sijui wewe unasubiri nini? Hebu karibu pale WhatsApp uweze kujua kwamba nini kinachoendelea, ili kwamba uendelee kupata burudani. Kama ndo mara yako ya kwanza pia unaingia kwenye hii channel bomba kabisa ya simulizi za utamu, basi hakikisha kwamba unabonyeza neno subscribe, lakini pia unagusa alama kengele ili kwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tunakuwa tunaziachia. Lakini pia usisahau kucomment, kulike na kushare kwenye magrupu ili kwamba na wenzako uendelee kupata burudani kama ambavyo umeweza kuzipata, na tutakometisha sana kwa kuweza kufanya hivyo. Karibu sana katika huu mzigo mkali unaoitwa Shangazi Usizime Taa, au Usizime Taa Shangazi. Leo tupo katika sehemu ya pili, tunakimbizana na muda, maana muda wetu ni mchache au toshi. Lazima tukimbizane na simulizi kali kama hii. Baada ya kuweza kuona kulupushana imekuwa kubwa sana hapa, na mjomba alikuwa anahitaji kutaka mimi nifungue mlango ili aweze kuniuliza kwamba shangazi uko wapi. Basi shangazi alikata shauri na kuweza kujificha kwenye mlango, na hatimaye aliweza kuniambia mimi niende nikafungue mlango niweze kuzungumza na mjomba. Nilifungua mlango huku nilikuwa nimeigiza kama sura ambayo ya usingizi hivi, ili mradi tu niweze kumchanganya mjomba. Ambrose. Naam mjomba. Shangazi yako hayupo kabisa kule chumbani. Nimemtafuta kwenye vyumba vyote sikumwona. Sasa sijui atakuwa ameelekea wapi. Je, huko kwako hayupo? Mjomba, mbona unauliza maswali magumu sana? Yaani kwangu hayupo kivipi mjomba? Ambrose, nimekuuliza tu. Mjomba, hebu tuheshimiane bwana. Hivi usiku kama huu wa saa 8 sio saa 9 kweli shangazi aje kwangu? Basi okay Ambrose. Anyway, basi ndio hivyo kama nilivyokuambia kwamba shangazi yako hayupo kule. Sio ameenda wapi. Sasa kitu ambacho nachotaka kujua hapa Ambrose, hebu niambie ukweli. Shangazi yako huyu kila anapotoka mimi na yeye anafanya hivi, au imetokea tu siku ya leo? Niambie ukweli tu, usinifiche kwa chochote kile, kwa sababu hata ukinificha mimi ni mjomba wako, na siku zote mjomba ni mama pia. Mjomba aliweza kuniuliza swali kama hilo, swali ambalo kiukweli sikujua kabisa kwamba nini niweze kumjibu kwa wakati kama huu. Mjomba, unajua nini mjomba? Mimi sijui, ndio maana nakuuliza wewe. Hebu nijibu basi Ambrose. Kiukweli mimi simfuatiliagi sana shangazi
kujua kwamba jioni unapotokaga na waga anatoka au vipi, lakini yawezekana kwamba ametoka leo. Okay, napiga simu yake patikani, sijui kaiweka wapi. Anyway, mimi ngoja nirudi kazini, lakini kama akirudi mwambie kwamba nilikuja na nimemkuta yupo. Kwa nitakaporudi kesho asubuhi, basi andae majibu ya kutosha kuweza kunijibu kwamba alikuwa wapi na alikuwa anafanya nini. Alizungumza hivyo mjomba na kuweza kufungua mlango wa pale sebuleni na kuweza kusepa. Nilishusha pumzi nzito na kuweza kutoka pale sebuleni kwenda kufunga ule mlango wa sebuleni na kuweza kukaa pale kwenye sofa. Shangazi baada ya kuweza kuona vile, naye pia alitoka chumbani na kuweza kuja moja kwa moja mpaka pale sebuleni na kukaa jirani yangu kabisa, huku miguu yake ikawa kaitupia, yaani kama vile amepakatwa. Usi wakati wa kupakatana shangazi. Hebu angalia, umejiingiza katika mtihani mzito na sijui utamjibu nini mjomba. Na imani kile ambacho umekizungumza umejisikia. Sasa sijui una lipi la kuweza kuzungumza hapo. Sijui una lipi la kuzungumza. Ambrose, kila kitu niachie mimi, kwa maana mimi ndo nimelianzisha. Mimi ndo naelewa kwamba kwa nini nimelianzisha. Kwa wewe niachie mimi, mambo yote niachie mimi, hizo habari sio za nini. Wewe niachie mimi, sio umenielewa? Wewe kwa sasa hivi kula raha tu, tafuna kitumbua utakavyo, vyovyote unapotaka kufanya fanya tu, sio umenielewa Ambrose? Ilikuwa ni sauti ya shangazi ikizungumza vitu kama hivyo. Nilihisi kwamba pengine ameweza kuniweka njia panda tu, ananitega ili kwamba nije nikamatwe na mjomba, nije nipigwe niuliwe bure kabisa. Lakini nikasema anyway, sikiliza shangazi, jambo hilo unalichukulia simple sana, lakini sijui atakapoweza kurudi anko utamjibu nini. Nimeshakwambia usiwazi, nitajua mimi nini cha kuweza kumjibu. Alizungumza hivyo huku tayari kabisa akiwa anaendelea kutalii na kuweza kupita vyema kwenye mwili, na tayari kabisa mizuka akiwa imeweza kupanda high level pale pale sebuleni kwenye masofa. Bila kupoteza muda, shangazi pale pale kwenye masofa aliweza kujiachia vyema kabisa, na hatimaye msambwanda wote akaweza kuuacha kwa nyuma, nami nikaanza kufanya kile kitu ambacho nilikuwa nakitaka. Nilitandika bakula nyingi sana kule huu msambwanda. Baada hapo nikaichukua fimbo na kuweza kuitupia ndani ya kisima na kuanza kutandika maji yaliyokuwa kwenye kisima. Ilikuwa ni furu burudani tu kuyatandika maji ambayo yapo kwenye kisima, na nikiyatandika yanatoka kwenye kisima na kumwagika chini. Ilikuwa ni furu burudani, ilikuwa ni furu makeke zaidi ya pengo makeke mwenyewe. Nikawa siwazi tena, kwa maana yeye ndo kashasema ngoma ameianzisha kuipiga na yeye ndo atakaimaliza. Basi mimi acha tu nitembee na miti. Niliweza kumnyoosha shangazi huu usiku, ama kwa hakika nilikata kila kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua katika akili yangu. Maana kila ninapofikaga nyakati za usiku kama hizi, huaga akili yangu inakosa furaha kabisa, hasa ninapokuwa nahitaji kuzagamua alafu sina pesa. Lakini siku hii ya leo shangazi ameweza kuniletea bure kabisa, nitafune kitumbua tena bila uoga na vyovyote nitakavyo. Jamani, kiukweli nilifurahia sana. Basi baada ya kuweza kumnyoosha shangazi vyema kabisa, tulipumzika hapa kwenye masofa. Tulikuwa tumechoka chakali kabisa, yaani tumechoka chakali. Tuliweza kulala hapa mpaka mida kama saa 11 hivi, na baada ya hapo mimi niliwahi kuinuka na kuelekea moja kwa moja chumbani kwangu, kwa sababu nikasema nikijisahau hapa basi lolote la kutokea linaweza likatokea, alafu mambo yakawa mengi kweli. Nilimwacha shangazi akiwepo kichele pale sebuleni, na wala sikutaka kabisa kumwamsha. Nilikwenda na kuweza kufungua mlango wa sebuleni, kwa sababu nikasema akija hapa mjomba aingie moja kwa moja na kumkuta shangazi akiwa katika nyakati kama hizo. Nilifanya hivi nikiwa na imani kwamba nacheza kama Pele, kwa sababu kitu ambacho mimi nilikuwa nafikiria ni kwamba
Mjomba akiweza kuingia na kumkuta shangazi yupo katika hali kama ile, basi anaweza kahisi kwamba pengine shangazi alikuweko maeneo haya, hakwenda mbali. Basi kidume mimi nikaenda kulala chumbani kwangu na kumwacha shangazi pale sebuleni. Saa 12 iliweza kufika, mjomba aliweza kurudi kutoka kazini kwake kwenye kazi ya polisi. Aliweza kushika mlango na kufungua, mlango ulifunguka, na ndipo akagundua kabisa kwamba mlango huu ulikuwa wazi toka jana usiku aliweza kuacha mpaka sasa. Ina maana huu mlango ulikuwa wazi toka jana usiku mpaka sasa hivi. Okay. Yalikuwa ni mawazo ya mjomba, na hatimaye aliweza kuingia ndani na kumkuta shangazi akiwa kajiachia kabisa, nikalala kifudifudi, msambwa ndio uko juu na ning'inia tu, umeshachakazwa kweli kweli. Mjomba kitu cha kwanza aliweza kufika, aliutandika ule msambwanda vibao vingi kama vitatu hivi, na ndipo shangazi akamka. Jamani, Ambrose vipi bwana? Alizungumza hivyo shangazi, alikomeza kukurupuka kutoka kwenye usingizi, akalitaja jina langu wakati mbele yake alikuwa ameweza kusimama mjomba. Wewe una kichaa? Jamani, sole mume wangu. Sole nini? Jamani, sikuweza kukuita wewe Ambrose, kumbe wewe sio. Kwa hiyo inamaanisha kwamba jana ulikuwa na Ambrose, si ndio? Mpakani, yani huyo Ambrose kakuchakaza mpaka sasa hivi unamkumbuka, si ndio? Jamani, hapana, mimi nilijua Ambrose. Kwa hiyo Ambrose anaweza akakupiga wewe kwenye huu msambwana? Ambrose anaweza akakupiga vibao kwenye nyashi na kioni shangazi yake? Kwa nini ustuke na umtaje Ambrose wakati umepigwa kwenye nyashi? Ungekuwa unaamshwa kawaida, ningesema kwamba umeamshwa kawaida, kwa hiyo umehisi labda ni Ambrose. Sasa mimi nimekuja na kukupiga kwenye nyashi, umestuka na kumtaja Ambrose. Kwa ina maana kwamba Ambrose ndio michezo yake ya kuja kukupiga kwenye nyashi, alafu kiamka unamtaja yeye. Wakati niko ndani kwenye chumba changu saa 12 hii asubuhi, ilikuwa nikisikia kwa mbali sana mjomba akizungumza vitu kama hivyo. Hapana jamani, mume wangu, unajua tu ni usingizi. Yani nilikuwa nimelala hapa, alafu nikawa naota kama Ambrose ananikimbiza kwa ananipiga na fimbo. Eti ananiuliza sijui mjomba alirudi aje kukuta, ulikuwa wapi, ulikuwa wapi? Ananipiga. Ndio nawe kumbe unanipiga hapa, nimeshtuka jamani. Mimi nilikuwa naota, sio kwamba nimemtaja Ambrose eti kwamba ndo mambo anayofanyaga Ambrose jamani. Okay, tuachane na Ambrose. Naomba uniambie jana ulikuwa wapi? Kwa maana nilirudi hapa sikukukuta. Umeelewa? Sasa naomba uniambie jana ulikuwa wapi. Tofauti na hapo mimi na wewe hatutaweza kuelewana. Umeelewa mke wangu? Ilikuwa ni sauti ya mjomba akizungumza na mke wake. Sijui hata nikuambiaje. Usiniambie kwamba unaambiaje wewe. Nachotaka uniambie jana ulikuwa umelala wapi na ulienda wapi? Kwa maana nilirudi usiku sikukukuta. Sasa leo nimerudi asubuhi, nimekukuta umejilaza hapa kiasalasala, tunakujiachia tuna msambwanda wako kuvaa hata chochote. Msambwanda umewacha hivyo tu. Lengo lako sijui nitege sijui nini. Sasa mimi sitegeki, ninachotaka kujua kwamba jana ulikuwa wapi wewe. Mjomba alikuwa amekomaa sana kumuuliza swali kama hilo shangazi, ambaye alikuwa haonyeshi dalili ya kutetemeka. Hapa nikisema nitetemeke, huyu mtu anaweza kaelewa kila kitu, alafu ikawa ameweza kula kwangu. Hata kama kwangu haiwezi kula, lakini itakula kwa Ambrose, kwa maana huyu kama akistuka mapema itakuwa sio. Nakuuliza, ili mimi nakuuliza muda wote umekaa kimya, inamaanisha dharau, si ndio? Hapana jamani. Hapana nini? Jamani mume wangu, hebu sikiliza basi kwanza. Nisikilize nini? Hebu niambie jana ulikuwa wapi? Jamani, jana mimi nilikuwepo. Ni kwamba uliporudi mlango ulikuta wapi? Ndio, niliporudi mlango nilikuta wazi. Sasa ulikuwa wapi ndio swali langu mimi. Sijakuuliza kwamba ule mlango kwa nini uliacha wazi. Nimekuuliza wewe ulikuwa wapi? Tena mama zako
wakati umekuja nilikusikia sana, ila mimi nimejibana tu sehemu nikiwa nataka nikuangalie. Je, utachukua attention gani utakapoweza kuja hapa na kunikuta mimi sipo? Ulibana wapi jamani? Mimi si nibana hapa nyumbani na wewe mume wangu, kuna hivyo? Unajua mwanamke unachanganya. Yaani mimi niko serious au unanikitia, si ndio? Jamani mimi sikuitii, huo ndo ukweli. Wewe mwanamke unijui. Na kama unijui basi mimi nitakufanya kitu kibaya sana. Hivi unaniletea masiala kabisa. Yaani mimi niko serious au unaniletea masiala, si ndio? Jamani sio masiala, kweli kabisa. Mimi jana nilikuwepo humu. Sasa mimi nibana chooni kule ndani. Nikawa nakusikiliza tu unapoongea na huyo Ambrose. Mpaka kaondoka. Na ndio maana mimi asubuhi umeona kwa mitego nimekuja kulala hapa. Mimi nafahamu kila kitu kwamba jana ulikuja, lakini mimi nilikuwepo humu. Kama jana nilikuja, je, wewe umepewa taarifa zangu gani ambazo umepewa? Jamani, sio kwamba nimepewa taarifa ningepewa na nani wakati mpaka hii saa 12 nimelala hapa mimi, hata huyo Ambrose hajaamka. Sikia nikwambie, mimi naelewa kila kitu kwamba ulikuja. Ukiacha na kupewa taarifa. Okay, kama ulikuwepo na haukupewa taarifa, nafikiri kwamba uliweza kusikia kile ambacho mimi nilikuwa nimeweza kuzungumza. Je, mimi nilizungumza nini na Ambrose? Jamani, wewe ukamwambia Ambrose ya kwamba kwanza kumuuliza kwamba si shangazi yako kwa wapi. Pili, ukasema kwamba wewe unaondoka unarudi kazini, lakini utakaporudi basi asubuhi na mapema Ambrose aniambie, mimi nitakaporudi aniambie kwamba wewe ulikuja na nijiandae kujibu kwamba mimi nilikuwa wapi. Mjomba baada ya kuweza kuambiwa hivyo akafikiria kwenye akili yake, akagundua kabisa kwamba iwezekana itakuwa kweli huyu mwanamke jana usiku alikuwa ameweza kubana humu, kwa sababu mimi nilikuwa sijaamka. Sasa hizi habari amepewa na nani kama sio yeye kusikia? Alifikiri hivyo mjomba na kuamini kwamba kweli huyu mwanamke jana alikuwa ameweza kumchezea kimchezo tu cha kuweza kujificha, ili kwamba mpime akili. Je, yeye atafanya nini baada ya kuweza kumwona huyu ameweza kujificha? Na hapo ndipo mjomba akaamini kabisa kwamba huyu mwanamke alikuwa yupo humu ndani. Okay, basi mimi nimeshakuelewa, lakini next time nakuomba chonde mke wangu, usije ukafanya vitu kama hivyo, kwa sababu unapofanya vitu kama hivyo, yani ni zaidi kama unakuwa unanivuruga tu, sio? Unaelewa? Hivi mimi imagine hata ndo wewe sasa umerudi zako kutoka kazini, umefika hapa nyumbani, unanikuta mimi sipo, enzeni kwamba unanikuta asubuhi niko ndani, alafu unaanza kuniambia kwamba ulikuwepo. Kitu ambacho kimethibitisha kwamba ulikuwepo ni kwa sababu umeweza kufuata zile process, yani umefuata maelezo yangu kama ambavyo nimemwelekeza Ambrose. Okay, sitaki kuamini kama unanidanganya au ni kweli, lakini acha niamini kwamba jana kweli ulikuwepo hapa. Lakini nataka nikwambie next time usifanye hivi, kwa sababu itakuumiza mke wangu. Nadhani unajua kwamba mimi ni mtu mwenye kipigo kikali sana. Sijui kama unanielewa jua hilo. Mimi nakuelewa sana na nimeshakuelewa kweli kweli. Basi sawa, kama umenielewa naomba unielewe kweli kweli, lakini kama hujanielewa basi kuwa makini. Jambo kama hili naomba lisijirudie tena mke wangu. Sasa mimi nimekuelewa. Okay, mimi niko chumbani jamani. Kwa hiyo ndo utaki hata kunyandua kidogo na hivi nilivyokuwa kichele? Hebu acha upuzi wewe. Kwa unataka kunyanduliwa ndio unyanduliwa hapo. Yaani kunyanduliwa ndio unyanduliwa hapo kwenye sofa hapo sebuleni. Alafu akija Ambrose hapo inakuwaje? Hebu acha upuzi wewe.
Alizungumza hivyo mjomba na kuweza kuondoka akaelekea moja kwa moja mpaka kule chumbani kwao. Shangazi naye aliduka na kuweza kumfuata huko moja kwa moja mjomba kule chumbani, na aliweza kufika, alimkuta mjomba kasha saula kila kitu, na lungu la kipepe lilikuwa juu kabisa likisichi network. Jamani, mbona leo kama ni maajabu? Maajabu ya nini? Yaani ukitoka kazini wewe, yaani tale mbona kuaga debwelo wewe, lakini leo naona uko ngangali, sijui imekwaje. Usiwaze, wewe njoo tu hapa. Basi mjomba ilibidi aweze kumwita shangazi na kumwambia kwamba aende akaendesha ule mpini ambao tayari kabisa ulikuwa wima kwelikweli. Alifika shangazi na kuweza kukamata ule mpini wa jembe na kuweza kuanza kuchonga vyema kabisa ili kwamba kupandisha mizuka, na baada ya muda ule mpini ukawafia kabisa kwa ajili ya kuweza kuingia kwenye jembe na kwa kuanza matumizi ya kuanza kulima shamba kubwa kwelikweli. Mjomba alikuwa akigugumia kama simba ambaye anakula nyama, lakini pia shangazi naye alikuwa akiendelea kulalama kwelikweli kama mtu ambaye anayechinja huko polini. Basi wakaanza kumweleka pale wenyewe. Lakini mke wangu, unasemaje mume wangu? Mbona naona kama kitumbua hiki kimeshatafunwa? Naona kisima kina maji mengi ambayo sio ya kwangu. Haya maji yametoka wapi kwenye kisima? Jamani mume wangu, mizuka ilikuwa mingi sana, kwa hiyo kisima kikatoa maji mengi kikayajaza ili watu wachote na kuweza kunywa. Siamini ujue. Kisima gani kinajaa maji mengi namna hii? Maji. Mbona kama unanitisha mke wangu? Alikuwa anazungumza hivyo mjomba, huku tayari kabisa akiwa anaendelea kuingia kwenye ikulu na kutoka, lakini ikulu inaonekana ilikuwa imeweza kujaa maji mengi sana, na hayo maji bila kukosea ni maji ya kijana Ambrose ambaye ni mimi. Nimetulia zangu tuli kabisa chumbani kwangu, yaani tuli kweli kweli. Bwana, hebu acha mambo ya kuwaza vitu vya ovyo, yaani muda wote unawaza ujinga tu. Hivi mimi naweza nikatoka nikaenda wapi? Na ni kweli mimi naweza nikaenda huko alafu nikaweza kuacha wazungu wabaki tu kwenye kisima? Si ningeweza kuwaondoa wazungu, ningewafuta wote, kisima kiweke kavu, ili kwamba maji yaanze na upya kujaa kwenye kisima. Ukiona hivyo jua kabisa kwamba yani hiyo ni hali halisi tu ya mabadiliko yangu. Ndio maana unakuta kumekuwa na maji mengi kwenye kisima. Wewe kikubwa uoge tu takate bwana. Ilikuwa ni sauti ya shangazi akiongea kwa mideko kwelikweli, akimwambia mjomba ambaye kwa sasa alikuwa anaendelea kukandamiza tu sindano. Alikuwa anakandamiza sindano kwenye nguo kama hana akili nzuri vile. Kama unavyojua sindano ikikandamizwa kwenye nguo, kinachofuata huwa ni kushona. Sasa wakati anashona ni kama vile mtu ambaye amechomwa na kisu chenye ncha kali, milalamu ambayo alikuwa anaitoa mshangazi. Kidume kwa mbali, dakika za jioni, nikaanza kumsikia mjomba akiunguruma kama nguruwe poli ambalo limekoswa na mtego, sasa linalalama kwelikweli kwenye msitu. Na hii inamaanisha kabisa kwamba alikuwa anawashusha wazungu wengi kwelikweli. Jamani, sasa ndo nini hivyo? Ndo nini? Yaani mbona sikuelewi? Yaani unaanza kufika kwenye kilele cha mlima peke yako. Asa mimi nafika peke yangu, ulitaka nifike na nani? Jamani, sio kufika na nani kama hivyo. Mida hii jamani, tayari ushafika kwenye kilele. Yaani mimi jamani, bwana nifikisha na kilele bwana. Twende wote kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Mimi kwa kweli siwezi kukubali. Tunafikaje kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro bwana ikiwa mitali ishafika? Wewe unamaanisha mimi nishuke tena chini nianze kupanda? Nitapandaje sana, nguvu sina. Jamani, yaani hapo ndipo unaponiboaga wewe. Mimi nikajua kwamba hii asubuhi umerudi jamani, utaweza kuwa na mizuka mingi, kumbe ndio hivyo. Unanichosha kikweli, unanichosha tu mimi. Mke wangu,
mimi na mambo mengi bwana. Kwa mimi siwezi kuacha kufikiria kuhusu kazi alafu nikaendelea kuwaza mambo ya kipuzi kama haya. Kwanza wewe si unakula hapa? Ndio nakula. Si unaoga vizuri wewe? Ndio naoga. Sasa kama wewe unakula na unaoga vizuri, kinachokufanya upagawe ni nini? Kinachokufanya upagawe ni kitu gani wewe? Kula unakula. Mimi ndo natakiwa nipagawe kwa sababu mimi hata nikipiga kimoko tu mimi safi, kwa maana kichwa changu kina mambo mengi, kinawaza vitu vingi. Kichwa hiki kikiwaza kuweza kukulisha wewe. Kichwa hiki kikiwaza kwenda kufanya kazi. Tena kazi za kukesha huko. Alafu tena jamani, bwana, kama unataka kuweza kufikisha kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, basi nitakufikisha siku nyingine, lakini kwa leo hebu niache bwana. Mimi naona hapa tayari kabisa burudani kweli kweli. Nilimsikia mjomba akisema hivyo. Shangazi alikuwa ameweza kukasirika kweli kweli. Lakini ndio hivyo, angefanyaje sasa? Angefanya nini? Ngoja mimi nikaoge hizi shombo. Utajua wewe bwana. Iwe shombo, wewe wazungu, ziwe nini, utajua mimi mradi tayari kabisa nimeshawatupia wazungu mimi basi bwana. Kwanza mimi nishakuelekeza ugonjwa wangu mimi, kama unataka kabisa uniweze mimi niweze kwenda mambo mengi, yani twende raundi ndefu kweli kweli, mimi unipe kwa mpalange tu. Lakini huko mpalange utaki kutoa, watoto utaki kuzaa, kwa mpalange utaki kutoa. Asa mimi tena wewe, hayo mambo yako nisha kukatalia na ukome kuniambia mimi habari za kwa mpalange. Na kama umezoea habari za kwa mpalange ni huko kwa ni wewe mwenyewe, sio mimi. Umenielewa? Kunichafua unichafue, usinifikishe kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Alafu sasa hivi tena unakuja kuniambia mimi habari za kwamba sijui kwa mpalange. Wewe vipi wewe? Ulileta mimi hapa kwa ajili ya kwa mpalange? Si ulileta hapa mimi kwa ajili ya kwamba tupite Budha tu. Na kuhusu habari za mtoto sio jukumu langu, ni jukumu lako wewe. Unanielewa? Mimi mwenyewe nataka mtoto sana tu. Kwani mimi mtoto sitaki. Bwana, hebu nenda kaoge huko. Si umesema kwamba nimekuchafua? Nenda kaoge huko. Mimi nimeshamaliza kazi bwana. Lakini nakwambia wewe mwanamke utanishinda tu. Mimi siwezi kukaa na mwanamke asiyotoa kwa mpalange. Babu ni bora tu kila mtu ajue harakati zake. Mimi nishakwambia kwa mpalange siwezi kukupa kwa mpalange huko. Kuna muda utafika nitakupa choice ya kuchagua tu. Kwamba umwage kwa mpalange au uache kumwaga lazi kwa mpalange. Utachagua mwenyewe. Tena nisidiscuss na kuelekeza hivi baba wewe. Itakapofika muda huo wa mimi kuchagua, jibu langu bila kuchagua ni moja tu. Kwa mpalange sipiti na hamna naipita kwa mpalange baba. Nilimshuhudia mjomba akizungumza habari za kwa mpalange. Habari za kwa mpalange mjomba alikomeza kuzizungumza. Nikasema sio kesi. Unapo wakubwa wawili wanagombana na wewe ukiwa mtoto, basi hakupaswa ukae kimya kabisa, usizungumze chochote kile. Na ukizingatia kwamba mjomba wangu alikuwa ni askari. Basi kidume nikakaa kimya tu. Basi hii siku mjomba alikomeza kushinda hapa nyumbani, lakini pia shangazi alikomeza kushinda hapa nyumbani akiwa mtu ambaye alikuwa na hasira kweli. Na hii ni kutokana kuweza kugombana na mjomba. Hilo mimi niliweza kulijua, lakini kidume nikawa kimya kabisa kama sio mimi vile. Kimya tena tuli kabisa. Nilitulia tuli kweli. Basi tulikunywa chai ambayo shangazi alikuwa ameweza kuiandaa. Baada hapo tukaendelea kupumzika tu. Na baada ya muda tena tukala chakula cha mchana. Na hatimaye jioni ikawa imeweza kuingia. Jioni ilipoweza kuingia, mjomba alikuwa ameweza kumbana shangazi vyema kabisa, hivyo alimchukua na kuweza kuondoka naye. Walielekea huko klabu kwa ajili ya kwenda kupata moja baridi, moja moto. Kidume hapa nyumbani nikabaki peke yangu tu, niendelee kulinda nyumba. Na wala mimi sikuwa na hofu, nikaendelea kuilinda nyumba tu. Basi wao walikwenda kule kwenda kupata moja baridi, moja moto, alafu baada hapo warudi nyumbani.
walifika kule ambako walikuwa wameweza kwenda. Mke wangu, kwanza tusameane sana, yani tusameane sana na yale yote ambayo yameweza kutokea jana usiku, kwa sababu unajua vikombe vinakaa kabatini lakini vinagombana. Sasa kwa sisi wanadamu pia kugombana ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo naomba unitake radhi sana na unisamehe sana mke wangu kwa jambo kama lile baya ambalo limeweza kutokea. Ni kweli mimi napendaga kumpa rangi, lakini ni kama nakukosea heshima na adabu mke wangu, ila naomba nisamehe. Mimi bwana nishakusamehe, ndio maana nimekutoa hapa auti mke wangu, ule nyama ule kuku, ujivinjari, utafune mifupa ya kuku, mbuzi, ili kwamba tusahau, turudi nyumbani tukapumzike. Hamna shida. Basi usiku huu walipiga pombe, wakatoa kidume. Nikiwa kule nyumbani, nikiwa nimelala zangu, tunaendelea kumdiskasi huyu shangazi, namna ambavyo ameshaweza kuniingiza katika chaneli ambayo siwezi kutoka. Yani shangazi ameshaniingiza kwenye kitu. Unajua kitu kama hiki ukishaingia kutoka ni ngumu ese. Nikawa nawaza hatima maisha yangu itakuwaje kama shangazi ameshaniingiza tayari kabisa kwenye mambo kama haya. Bwana mpenzi msikilizaji, kama wewe unapenda kutazama, unapenda kuangalia, unapenda kufuatilia, unapenda kweli kweli kutazama video za mizagamuo, minyanduo, kupelekeana moto za kibongo na za kizungu, basi hizo tunazo pale WhatsApp kwenye grupu letu kubwa kabisa la mambo ya minyanduo. Gharama yake ya kuweza kupata video hizo na kuweza kuzitazama live bila chenga za kibongo na za kizungu, gharama yake ni shilingi 15,000. Asa je, nakuuliza 15,000 unayo hapo sasa hivi na unapenda mambo kama hayo? Basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii ili kwamba uweze kuja kupata burudani ya kwenda kweli kweli. Basi njoo na 15,000 ili nikuunge na grupu la mambo yetu ya minyanduo, mambo yetu ya mizagamuo. Njoo na 15,000 kwa namba hii 0782 71 97 na mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp mapema sana niweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mizagamuo, na mapema sana utaanza kupata mambo yetu ndani ya grupu pale tu utakapolipia na kuweza kuungwa. Karibu sana, changamka, tuko online, tunakusubiri wewe. Kwa hiyo kazi ni kwako kuja kuhakikisha kwamba unakuja kupata burudani za kutosha kabisa kutazama mambo ya kibongo na ya kizungu pale kwenye grupu letu kubwa kabisa la minyanduo. Tunasonga na huu mzigo, na kama ndo mara yako ya kwanza, basi hakikisha unabonyeza subscribe ili kwamba uweze kupata mwendelezo wa simulizi zetu kali ambazo zinaachiwa hapa kwenye channel bomba kabisa ya simulizi za Mautamu. Bwana, mzigo unaitwa Shangazi Usizimetaa au Usizimetaa Shangazi. Leo tupo katika sehemu ya pili, tunazidi kukimbizana na huu mzigo kwa staili kama hii. Basi shangazi na mjomba wakiwa wanaendelea kupata moto baridi moto, basi wakawa wanaendelea kupiga stori nyingi za hapa na pale, lakini mara ghafla mjomba aliweza kupoteza furaha baada ya kuweza kupokea SMS iliyokomeza kutoka kwenye kituo cha kazi alichokuwa anafanyia. Kuanzia kesho usije kazini, kwa sababu wewe sio kuweza kunikatalia mimi, na ikiwa mimi na wewe tuliuanza huu mchezo toka kitambo, kwa nini unanikatalia sasa hivi? Kwa kuanzia kesho huna kazi, na mimi unafahamu kabisa ndo na mamlaka kuweza kukuweka kazini na kuweza kukutoa. Mjomba alichanganikiwa sana kuweza kusikia hivyo, na sio kwamba alisikia hivyo kwa kuweza kupigiwa simu, hapana, bali mkuu wake wa kazini aliweza kumtumia SMS na mjomba aliweza kuisoma, na SMS ilisomeka hivyo: mke wangu, hebu tuondoke twende nyumbani tu. Mbona ghafla jamani? Wewe twende bwana.
Haya twende, usije ukakasirika bure. Mjomba na shangazi waliinuka na kuweza kuingia kwenye gari, kisha hao wakaondoka na kuweza kurudi nyumbani. Mimi nilikuwa nimeweza kulala zangu, na sasa nilikuwa nimelala usingizi, kwa maana nilikuwa tayari kabisa nimemwaza shangazi mpaka nimechoka. Walipoweza kufika walinigongea, nikainuka kwenda kufungua mlango. Nilifungua geti, nikafungua na mlango pale kati, wakaingia nami nikaingia zangu chumbani kwenda kulala. Niliacha mlango wazi nikihisi kwamba atakuja shangazi, lakini hola. Lakini kule shangazi na mjomba walikuwa tayari kabisa wapo katika ulimwengu fulani wa mtafute, yani walikuwa wanatafutana, na shangazi ndo alikuwa anamtafuta mjomba, yani akitalii kwenye mwili wake vyema kabisa ili kuweza kumpandisha mizuka. Baada ya hapo mambo ya Mizagamoyo yaendelee. Hivi kwa nini lakini wewe Suma, kwa nini wewe Suma unakuwa hivyo? Mume wangu Suma, mke wangu, mimi nikisha kunywa pombe waga sipendi kabisa mambo ya Mizagamoyo. Hapana, wewe muongo kivipi sasa? Yaani kila muda ni hivyo hivyo tu. Asubuhi umekuja kwa mbwembwe nikajua aise wewe hivi ukoje? Hebu tulale bwana. Mimi sitaki, mimi siwezi kulala hapa mpaka naipigania haki mpaka niipate. Shangazi alianza kuforce, kimforce mjomba ambaye ama kwa hakika kabisa mtalimbu wake ulikuwa umeweza kulala doro kabisa, pamoja na kuweza kutalii kupapaswa vyema kabisa, lakini mjomba kuweza kabisa kustuka. Mjomba ndani ya mjomba kawa yuko doro na mtalimbu kawa dororo kabisa. Yaani nimetalii vyote hivi, nimefanya vyote, lakini bado mtalimbu uko doro. Wewe mwanamke bwana. Wewe asubuhi si nimekupa wewe? Asubuhi umenipa nini wakati asubuhi umeniacha tu hivi hivi na umenipa mauchafu yako tu? Hebu nisikilize basi. Mimi hapa sasa hivi nimechoka sana, unanielewa? Alafu kwanza na stress nyingi kweli kweli. Sio kama unanielewa. Stress za nini hizo ambazo unasema una stress nyingi? Hizo stress ndo zinafanya mpaka mimi unakuta nashindwa kabisa kuweza kupanda mtungi. Yaani jogoo anakuwa pandi mtungi kwa sababu hizo stress. Ni stress gani hizo? Hebu nielekeze. Wewe bwana, hebu sikia. Hebu soma hii message. Mjomba alimkabidhi simu mke wake asome message ambayo alikuwa ameweza kutumiwa muda ule wakati upo kule baa. SMS ilikuwa inazungumza hivi: kwanza leo usije kazini kwa sababu wewe sio kuweza kunibania mimi. Tumeanza huu mchezo kitambo sana, lakini sasa hivi unanibania mimi. Kesho usije kazini. Natambua kabisa kwamba mimi ndo na uwezo wa kukupandisha cheo, kukushusha na kukuondoa kabisa, na uwezi kwenda kushtaki popote, maana mimi ndo nimeamua na kesi yako nimeshaitengeneza. Mwanangu, hii message inamaanisha nini? Mimi sijui, naona tu mkuu wa kitengo kanitumia SMS kama hiyo. Yaani simuelewi kabisa, yaani nimechanganyikiwa. Na mbona huyo anaonekana anasema mchezo mlianza muda mrefu? Ni mchezo gani ambao mlianza mume wangu? Mke wangu, mambo mengine utakiwa kujua bwana. Ni siri za wanaume hizo, siri za kambi, siri za kazini. Mambo ya michezo, unajua kama rushwa je? Kama kukamata watu bila hatia je? Sasa wewe unajuaje? Unauliza ili weje? Hebu acha kuuliza vitu kama hivyo. Tambua tu kwamba mimi hapa nilipo nina stress nyingi sana. Kwa kama nina stress, hebu niache nipumzike, alafu tutajua nini cha kufanya, lakini mimi nina stress hapa sasa hivi mke wangu. Kweli sorry sana kwa hilo. Makubwa. Kwa kesho tuenda kazini mke wangu. Sio kesho tu. Simuona hapo ameniambia kuanzia kesho nisende, maana kile kuanzia kesho
unataka tuende kazini mpaka muurudie huo mchezo? Come on, unazungumza vitu gani wewe? Hebu acha upuzi bwana, hebu tulale tu. Alizungumza hivyo mjomba na kuweza kujifunika shuka fuli kabisa, yani fulu mpaka juu. Shangazi alimcheki kwa hasira, lakini naye akajifunika. Usiku kapita, asubuhi kaingia. Asubuhi imefika, mjomba yuko tu maskani. Tupo wote tu kuanzia asubuhi, mchana mpaka jioni. Mpaka nikaanza kusema jamani, hii imekuwa nini tena? Mjomba yuko tu nyumbani. Siku ya kwanza kapita, mjomba yuko nyumbani. Siku ya pili ikapita, mjomba yupo nyumbani. Siku ya tatu, na hizi siku zote ambazo zinapita mjomba yuko nyumbani, ni kwamba mjomba haendi kupiga pombe, yani yuko tu nyumbani, anakaa nje asome vitabu, soma la nini hivyo. Mimi nikawa sipati chance kabisa kuweza kumchangamkia shangazi hata kidogo, maana muda wote alikuwa ameweza kubanana naye. Usiku hanywi pombe, lakini pia unapofika kwenye masuala ya game, shangazi anapohitaji game, basi mjomba anakuwa mkali kweli kweli na kukataa kabisa na kusema kwamba haelewi. Anakuwa mkali kweli kweli na kukataa akisema kwamba haelewi. Basi kidogo nikasema acha tuendelee kuishi maisha haya tu, maana sasa tufanyeje sasa? Shangazi ndio hivyo kabanwa na mjomba kazini aende, yuko usiku yuko mchana, lakini usiku ukifika makelele ni yale, mjomba anashindwa kumpa haki yake. Mjomba anaendelea kuwaza vitu vingi, anakuwa kama haelewi. Siku hiyo bwana ilikuwa ni usiku. Kawaida yangu mimi nilikuwa naacha mlango wazi kila usiku, nikiamini kabisa kwamba shangazi anaweza kutumia njia yoyote ile ya kuweza kuchoropoka kwa mjomba na kuweza kuja nilipo mimi, ili kwamba nije nipoze upwiru ambao ninao ulikuwa umeweza kunikaba kunikoo kweli. Sasa siku hiyo bwana niliacha mlango wazi, lakini niliacha mlango wazi mpaka mida kama saa 9 hivi. Ndio nikaja kushtuka kwamba kuna mtu kama anatalii kwenye mwili wangu, yani ananipa papasa hivi. Nikaona muota shangazi, kwa maana ka usingizi kalikuwa kameshaanza kunipitia, kwa nikaona muota shangazi. Lakini sasa nilipokuja kustuka na kuweza kumtazama hivi, alikuwa ni mjomba bwana. Mjomba vipi? Mbona sikuelewi wewe? Acha kelele mjomba. Alipoweza kuzungumza hivyo kwamba ni acha kelele, bwana, moyo wangu kaenda pa. Huyu mjomba ameshastukia kwamba tunda lake linaliwa, sasa nataka kuja kuyatafuna malinda yangu au vipi? Mbona simuelewi? Alafu mbona amekuja na kanga ya shangazi, hii imekaje? Azeni kachanganikiwa. Bwana, nazidi kukukumbusha mpenzi msikilizaji, kama unapenda video za Msagamuo Minyanduo, basi tambua kabisa kwamba video hizo sisi tunazo pale WhatsApp. Tuna grupu letu kubwa kabisa linahusika na mambo hayo ya Minyanduo live bila chenga. Unapata Minyanduo ya kibongo, Minyanduo ya kizungu unaipata ndani ya grupu. Utapata video nyingi sana ndani ya grupu letu. Zaina zote ziko pale. Njoo pale WhatsApp sasa uchangamke, ili kwamba uweze kupata burudani. Yani unatoka kusikiliza simulizi kali kama hii, alafu baada ya hapo unakwenda pale WhatsApp unakuta tumesha posti mavideo mengi. Basi kazi yako wewe inakuwa ni kupata burudani huku na huku tu. Yani huku unapata burudani ya video, alafu huku unapata burudani ya simulizi. Kwa hiyo karibu pale WhatsApp tukuunge na grupu letu kubwa kabisa la video za Msagamuo kwa bei ya shilingi 15,000 tu. 15,000 unayo na unapenda video hizo, basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii 0782 7197 na mwisho ni 94.
Hiyo ni namba ya kuja pale WhatsApp ili tuweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa la video za Misagamuo. Karibu sana pale WhatsApp. Wenzako wanazidi kupata burudani pale WhatsApp, wanarukaruka kwelikweli na kushangilia. Wewe unashangaa tu hapa YouTube, utaki kuja pale WhatsApp kwa namba hizo na 15,000 mkononi, yaani 15,000 mwezi mzima. Rafiki yangu, unapata mambo tu ndani ya grupu utaki. Hebu changamka, njoo pale, tuko online, tunakusubiri wewe. Sasa usijielewe, maana tunakusubiri wewe. Namba ya kuja pale WhatsApp nimeshakwambia ni 07827197 mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp, sema oi, nahitaji kuungwa na grupu kubwa kabisa la video za Misagamuo. Mapema sana utapewa namba, utalipia, na baada hapo unaendelea kumweleka ndani ya grupu. Tunasonga na mzigo mkali unaosema kwamba shangazi, usizime taa. Leo tupo katika sehemu ya pili. Hakikisha unabonyeza neno subscribe na gusa alama kengele ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tunakuwa tunaziachia. Lakini pia usiache kushare, usiache kucomment, usiache kulike na utakometisha kwelikweli. Fanya hivyo basi. Bwana, tunasonga na huu mzigo. Mjomba aliweza kuniambia kwamba nitulie. Kiukweli nilichanganikiwa sana. Yaani ananiambia nitulie ili weje? Mbona kama simuelewi? Mjomba, unajua sikuelewi. Yaani umekuja usiku alafu umevaa kanga ya shangazi alafu unakuja unaniambia nitulie. Yaani unazungumzia nini? Subiri basi kwanza wewe. Mjomba mkononi alikuwa na mafuta ya nazi. Hebu shika haya kwanza. Mjomba, nishike haya nini sasa? Shika wewe. Unaogopa nini bwana? Usi mtoto wa kiume wewe. Niliyashika yale mafuta ambayo mjomba alikuwa ameweza kunipatia. Sikia, nataka nikwambie kitu kimoja Ambrose. Dunia ina mambo mengi sana, tena mengine ya ajabu kwelikweli. Mwanzoni sikuwa napenda hiki ambacho nachopenda kwa sasa, lakini ni kwa sababu ya dunia, ni kwa sababu ya kazi. Unajua, ile kazi toka nimeipata ndio imeweza kusababisha mimi kuwa mpendaji wa vitu kama hivi, lakini mimi sikuwa hivi kabisa. Kwa hiyo nachoomba unisaidie, kwa sababu toka nimeanza kupenda hiki ambacho nakipenda, maisha yangu yameharibika kabisa. Kazi imeweza kugharimu utu wangu na maisha yangu, na nafikiri kwamba njia pekee ni wewe tu kuweza kunisaidia ili kwamba mimi nisumbuke mjomba wako. Mjomba, mbona mimi sijakuelewa? Yaani unazungumzia nini unaponiambia kwamba kazi ndo imesababisha upende hiki ambacho unachopenda? Yaani wewe unapenda nini na kazi imekusababishia kitu gani? Hebu niambie mjomba. Mjomba, kazi ndio imeweza kufanya nipende hiki ninachokipenda. Mjomba, unapenda nini? Nilimuuliza hivyo tena. Ambrose, ni wiki sasa inaisha, sijamsagamua kabisa shangazi yako, na sio kwamba mimi sio lijali, hapana, nilikuwa lijali, lakini kazi ikasababisha kuweza kuvunja malinda yangu na kupoteza kabisa ulijali ambao nilikuwa nao. Sasa hivi nimekuwa ni mtu wa kusuasua sana. Yaani mtalimbo wangu unaweza ukainuka leo alafu ukalala doro hata mwezi mzima mpaka ubustiwe ango. Mjomba, yaani ubustiwe kivipi? Mbona sikuelewi wewe? Hebu nisikilize ango. Mtalimbo unahitaji kubustiwa ango wangu. Ndio maana nimekupa mafuta. Boma zangu na malinda, wewe nilijali. Sasa ni boost na mimi mjomba wako ili nikamboost na mkwe yako kule. Nikamboost kule shangazi yako. Bwana mjomba alikuwa anazungumza hivyo huku tayari kabisa akiwa ameweza kubongoa, tayari kabisa nilikuwa naona kwa mpalange Tigo Pesa
lilikuwa linabwikua bwikua kwelikweli. Tigo Pesa la kwa Mpalange la mjomba lilivyokuwa likibwikua, nilipokuwa nikitazama niligundua kabisa kwamba hili lilikuwa ni pango la walanguzi tu, maana kulikuwa hakuna hata malinda. Tigo Pesa liko mwengenyu kabisa. Ina maana mjomba watu wamemvunja na kumharibu kiasi hiki? Jamani, mbona hii siri na kuwaga ni nzito? Si askari huyu? Mjomba baba, sio muda wa kuchelewa, mwaga wese baba, tuondoke. Ilikuwa ni sauti ya mjomba akitaka ni mwage wese juu ya mshendele, alafu baada hapo ni mwage tena wese kwenye tundu la Tigo Pesa ambalo liko bwengenye kweli kweli, nimpite ili niweze kumbusti. Baada hapo na yeye aende akambusti shangazi. Jamani, nilichanganikiwa na kushangaa hii kitu kikwaje, mbona kama sielewi. Ilikuwa nimeweza kushika mafuta mkononi yale ya nazi, natetemeka kuweza kumwagia kwenye ili wesele, nateteleka kabisa kumwagia mafuta haya kwenye wesele. Nimepagawa kweli kweli. Wakati wa mjomba ananiambia twende kazi baba, muda ndo huu, changamka, mwagia wesele pita. Hii ikanifanya nigundue kabisa kwamba kumbe mjomba alisema kweli alikuwa ameweza kuharibiwa huko kazini kwake ambako alikuwa anaenda kila siku usiku. Jamani, nikawa niko njia panda, sijui kwamba nimtawanye huyu anko ili kwamba na yeye aende akamtawanye shangazi, au nikatae tu. Nikikataa itakuwaje? Na nikimtawanya itakuwa vipi? Niko katika kizungumkuti. Kama ungekuwa wewe mpenzi msikilizaji, ungefanya nini? Basi dondosha komenti yako hapo. Lakini kwa sehemu ya pili ya simulizi yetu hii nzuri kabisa inayokwenda kwa jina la Shangazi Usizime Taa, leo imeweza kuishia hapa. Hivyo tukutane katika sehemu ya tatu kuweza kujua nini kitakachoendelea katika simulizi yetu nzuri tamu na tena ya kusisimua kweli kweli. Lakini kwa sehemu ya pili imeishia hapo. Je, ungekuwa wewe ungefanya nini? Ungemtawanya mjomba wako ili akamtawanya shangazi, na ikiwa shangazi umeshamtawanya, au ungekataa? Na kama ungekataa, unajua kwamba nini kitatokea? Basi tukutane katika sehemu ya tatu. Lakini kwa sehemu ya pili imeweza kuishia hapa.